Kofia ya marehemu Raila Odinga, ishara ya urithi wake na uongozi. Iliporejea humu nchini, kofia hiyo ililetwa kwa mkono na binti yake Winnie Odinga katika tukio lilowagusa wengi zaidi humu nchini. Mwandishi wetu Mike Kagongo anaarifu jinsi tukio hili lenye hisia kali liliashiria maana ya kina katika utambulisho wake Raila Odinga. Haikuwa tu kofia, bali ilikuwa ni ishara. Ishara iliyovaliwa kichwani na mtu ambaye uwepo wake ulibuni taswira ya siasa za Kenya kwa miongo kadhaa. Vijana msilale. Leo, Winnie Odinga alipotua katika uwanja wa JKIA, akiwa ameshikilia kofia aliyopendelea sana baba yake, haikuwa tu kurejea kutoka ughaibuni, bali ilikuwa kurejea kwa kumbukumbu, urithi na uongozi. Kofia hiyo ya rangi ya kahawia yenye upana wa mduara mkubwa, ambayo mara kwa mara ilimpa sura ya kipekee Raila Odinga kwenye hadhara Nyumbani, ililetwa kutoka India, ambako familia ilikuwa katika kipindi cha maombolezo. Ikiwa mikononi mwa Winnie Odinga, ilibeba heshima na utulivu, heshima ya kimya kwa mtu ambaye sauti yake iliwachochea maelfu, na sasa kimya chake kinalitikisa taifa kwa undani. Katika tukio la kugusa moyo lililoshuhudiwa na familia ya karibu na marafiki, Winnie alimkabidhi mama yake Aida Odinga kofia hiyo. Kukumbatiana kulikofuata kulisema mengi: huzuni ya mama, kuagana kwa binti na familia iliyounganishwa na huzuni pamoja na fahari. Hii haikuwa tu kumbukumbu ya kifamilia. Kwa mamilioni ya Wakenya ilikuwa sehemu ya sura yake thabiti, Baba Maz, karibu sana, jasiri na isiyotiliwa shaka. Wakati taifa linapotafakari kuhusu urithi mkubwa wa Raila Odinga, ishara hii ndogo ya kurejeshwa kwa kofia yake